Saifdor TV, Saifdor TV, bonyeza subscribe, bonyeza like, bonyeza kengele. Saifdor TV, safisha itikadi yako. Unapopewa mitihani, fathiq billah, basi wewe jinyinginize kwa Allah, webana kwake Allah, mwambie Allah, mimi sitatoka leo kwenye msala huu, nitabaki mbele yako, nitakuomba mpaka utanijibia Allah. Najua ya kwamba hautoniacha, utorejesha dua yangu, na Allah umesema katika Qur'ani ya kwamba waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu, atakayemtegemea Allah basi Allah ndiye mtoshelezaji wake. Inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allah, hakika mwenye kuondoa yale matatizo mabalaa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kisha anakulapia anakuambia, wallahi ma laka ghayru Allahi min ahadin, hauna wowote ule miko zaidi ya Allah ambaye anaweza kukusaidia. Fahasbuka Allahu fi kulli lakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidul kaunaini Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghummata wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun. فصلوات ربي وتسليماته عليه هو وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سار على نهجه المبارك وسلك طريقه إلى يوم الدين والبعث. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده. وبعد، ni haki waja wa Allah tuanze kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala, na tufahamu ya kwamba endapo mwanadamu hatakuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama atakuwa amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo chake cha kumcha na kumtii Mola wake, na hakuna kheri kwa yeyote yule atakayekuwa tayari kumkera na kumudhi Allah tabaraka wa taala. Ama baada ya hayo, wapenzi watukufu, waheshimiwa Waislamu, leo siku ya Ijumaa ambayo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Shaaban, ambayo tunajiandaa katika kuipokea mwezi wa Taala katika hali ya kukuza imani. Ndugu zangu Islam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'anul Karim ya kwamba wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo wategemee wale wenye kutaka kutegemea kuzuri. Yani ndugu zangu Islam, kwa nini tuzungumze mada ya kumtegemea Allah katika mwanzo kabisa wa Shaaban? Ni kwa sababu tunahitaji Waislamu kujaza imani yetu, ili tukiingia katika mwezi wa Ramadhani tuweze kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ndugu zangu Islam, tukirudi katika aya zilizoteremka katika Qur'ani, tutakuta ya kwamba Allah kazungumza masala mazima ya kuonesha umuhimu wa kumtegemea yeye peke yake katika kila tatizo, kila shida, kila balaa. Akasema katika suratul Talaq ya kwamba Allah akasema ya kwamba hakika waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh,
yule ambaye atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi aelewe na atambue ya kwamba Allah ndiye atakayekuwa mtoshelezaji wake. Yani Allah atamtosheleza katika kila ambacho kitakachomsibu kama vile matatizo. Kisha Allah kuishia hapo, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah anaahidi ya kwamba atamruzuku katika njia ambazo tegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ameshaonesha ya kwamba waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Jambo la kwanza, atakayemtegemea Allah, Allah atakuwa mtoshelezaji wake. Jambo la pili, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah atamruzuku yule mwenye kumtegemea katika njia ambazo asizozitegemea wala asizozihesabu. Yani waweza kuwa kwenye matatizo fulani, ulikuwa mfano umepata matatizo ya magonjwa, umeumwa muda mwingi sana, umeteseka kabisa mpaka ukapoteza matumaini, lakini ukabaki na matumaini peke yake ya Allah peke yake, kwa sababu mwanadamu wote kawaida huwa anakuaga na matumaini ya mambo mengi katika mambo yake. Waweza kuwa uko na matatizo ya magonjwa, ukawa unatumainia kwamba kuna daktari fulani ambaye ni bingwa, anajua hii magonjwa yangu ataweza kuniponya. Kuna hospitali kubwa kabisa ambayo hospitali hii ni kubwa na ina maapare nyingi sana ambazo zinaweza zikasaidia kwa ajili ya uponyaji wangu. Ukatia matumaini nyingine ya kwamba unabaki na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitakacho kusibu. Matumaini matatu, lakini we ni mgonjwa. Sasa inafikia sehemu akiziandaa katika maisha yake, katika safari yake, tayari chakula chake kinakwisha kwa sababu amekitumia njiani. Ya pili, maji yake inakwisha, ameshamaliza kuitumia. Zile siku mbili zinazobaki za mwisho hana popote pale pa kutegemea ambako anaweza akapata nyingine maji ama chakula. Katika hiyo sehemu matumaini yake nyingi zote zinakufa, matumaini yake yote aliyokuwa nayo yote inaanguka. Panabaki matumaini ya kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Tumwache huyu naye kwenye hii matatizo, twende kwa mwingine ambaye pengine ana familia. Tuzungumzie hali ya kawaida, ana familia yake kubwa, ambayo familia aliona kwamba yuko na kazi nzuri, kazi ambayo inaweza ikampatia kwa mwezi pesa ambazo zitafanya matumizi ya familia yake vilivyo, mpaka akawa anategemea hiyo kazi. Baada ya masiku, baada ya miezi, akasema hapana, inabidi nioe. Akajilanse katika mambo ya kuoa, akaoa. Baada ya kuchumbia, akaoa kisheria kabisa, anaanza kuishi na mke wake. Baada ya miaka, hiyo kazi inaendelea kumkulisha yeye na mke wake, anazaa watoto. Mtoto wa kwanza anaona kabisa kazi ambayo niko nayo pengine nalipwa $500 kwa mwezi, ingali naitegemea kabisa katika kutekeleza mapasho ya nyumbani. Akaendelea kuitegemea hivyo, akaendelea kuitegemea, anazaa watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka wa tano, na kama alineemeshwa zaidi anafika mpaka kwa 10. Yuko anategemea tu ile kazi yake. Kila siku huwa anategemea kazi yake, pengine kama ni Muislamu mzuri, na anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pia. Sasa katika haya mawili, siku moja miongoni mwa masiku anakwenda kufukuzwa kazini. Sana fukuzwa kazini. Mwezi wa kwanza bila shaka atakuwa vizuri, kwa sababu angali na zile pesa ambazo alikuwa akizikusanya katika hizo miaka zote, anaendelea kutumia, ataendelea kutumainia hizo pesa ambazo bado ziko kwenye maakaunti zake, ataendelea kuzitumia, atazitumia mpaka kukumbusha sana, tuambia waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu.
Yule ambaye atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi yule ndiye ambaye atakuwa ametoshelezwa vizuri, basi Allah atakuwa mwenye kumtosheleza. Watatizama sasa, huyu wa kwanza ambaye yuko mgonjwa tabani kwenye kitanda chake cha magonjwa, ataielekeza uso wake kwa mmoja, ataielekeza uso wake kwa ambaye kajigamba kwamba ni mtoshelezaji. Atamlilia Allah, anamwambia Allah, undhur hali, ewe Allah, itizame hali yangu, nipo katika kitanda, sijui wa kumtegemea, sina pa kuelekea, dawa ndo hizi ambazo sijui ni kunywe dawa gani ili nitibu, sijui nielekee kwa daktari gani ili anisaidie. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuombwa na mtu kama huyu, atakuja musabbibul asbab, anaileta sababu. Utakuwa huko pale, mtu mmoja anapita, anakwambia, na maskini, na kusikilia huruma kweli, umeumwa miaka mingi sana, huko unajisikia aje? Utasema, mimi najisikia sehemu fulani panauma sana hivi na hivi. Basi mbona mimi kuna siku fulani. Umekosa cha kufanya, basi piga mguu wako, irqud birijlika hadha, piga mguu wako, gonga kwenye ardhi. Utakapoigonga, kwa uwezo wangu mimi Allah, patatokea maji chemchem, ambayo hiyo maji ni mughtasalun baridun wa sharab. Itakusaidia katika kujimwagia, kukoga mwili wako, ili hiyo vidudu vyote vianguke, na hiyo maji itakusaidia kurudisha nyama yako tena sehemu zake. Na jambo la pili, uikunywe ili iweze kusafisha vilivyokuwa ndani ya mwili wako. Mughtasalun baridun wa sharab. Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemwokoa kutokana na magonjwa ambayo alikuwa nayo sugu kabisa. Kwa hiyo ikaonesha kwamba kumbe katika maisha sio kutegemea tu vitu ambavyo biko possible. Kumbe imani ya kumtegemea Allah yaj'alul mustahila mumkina. Kuna wakati imani ya kumtegemea Allah huyafanya yale ambayo yako impossible kuwa possible. Wapi na wapi? Maji ya kawaida ya chemchem ilimponesha mtu kanser ya mwili mzima ya kuoza. Mtu ambaye anakimbiliwa na familia yake yote na mwacha, watu wote wanamkimbia, wanakwenda kumtia huko porini katikati huko kwa sababu ananuka. Lakini pamoja na yote haya, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ameshasema fahuwa hasbu, ukimtegemea atakuwa mtoshelezaji wako, bimaana atafanya yale ambayo ulikuwa hauyawazi kama anaweza kukusaidia, yakaja kusaidia. Tena zaidi, Allah hapendaki kutumikisha yale ambayo kwenye akili yako unaona kama ndio anaweza kukusaidia. Yeye huwa anatumia kwa uslubu wake yale ambayo ulikuwa unayadharau ndio yanakusaidia. Maji ya kawaida anapiga chini, maji inatoka, anakunywa, anajimwagia, moja kwa moja mwili wake ukarudia zaidi ya gisi alivyokuwa awali. Huu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa pili tumemsema, yule ambaye yuko jangwani. Mtume amemzungumza katika Qur'ani. Katika hadithi Bwana Mtume akasema ya kwamba kuna mtu ambaye twala safarahu, alirefusha safari yake, ash'atha aghbara, kutokana na ugumu wa safari yake alikuwa ash'atha, nywele yake imeshaanza kunja inachakaa, aghbara, vumbi na mjaa kwenye mwili, kwenye kanzu yake kutokana na uchovu wa safari. Ajui atatoa maji wapi. Famadda yadaihi ila samaa, akainua mikono yake mbinguni. Lakini cha ajabu, wa mat'amuhu haramun, chakula chake ambacho alikuwa kila cha haramu. Mashrabuhu haramun, kila alichokuwa kikinywa ni haramu, na mambo yake yote ni ya haramu. Yani alikuwa akiishi katika hali ambayo ni ya kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndo Allah anauliza sasa, Mtume akauliza katika hiyo hadithi, fa anna yustajabu lahu, vipi sasa huyu mtu atajibiwa dua yake? Yani bilaksi, Mtume anatuambia kwamba ingelikuwa kwamba asingelikuwa na kula haramu, asingelikuwa na kunywa haramu, asingelikuwa na vaa mavazi ya haramu, asingelikuwa na isogelea haramu, bimaana angejisogeza kwa Allah kwa kufanya kheri, kwa kukula halali, kwa kukunywa halali, kwa kufanya mambo ya kheri, bimaana awe karibu na Allah, basi Allah angejibu dua yake katika hiyo safari ambayo ni ndefu sana alikuwa ndani yake. Amekata, anaona kwamba haitawezekana tena, hiyo magonjwa yake haitaisha, mpaka mtu anatoka kwa daktari anarudi kwake, njiani anachanganikiwa, mpaka gari pahala pa yeye kuzikimbia, gari ndo zinaanza kumkimbia yeye, kutokana na kwamba mwingine wanampigia klakson hasikii, wanapiga frame mbele yake kidogo kumgonga hasikii, yuko anaona tu ukubwa wa matatizo yenye anapata leo. Sasa anakuambia mshairi ya kwamba wewe ambao umegubikwa na matatizo za aina hizi, elewa ya kwamba matatizo hufarijiwa. Kisha akasema ya kwamba unapopewa mitihani, fathiq billah, basi wewe jinyinginize kwa Allah, we bana kwake Allah, mwambie Allah, mimi sitatoka leo kwenye msala huu, nitabaki mbele yako, nitakuomba mpaka utanijibia Allah. Najua ya kwamba hautoniacha, utorejesha dua yangu, na Allah umesema katika Qur'ani ya kwamba waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, atakayemtegemea Allah basi Allah ndiye mtoshelezaji wake. Muislam, ndugu yangu, elewa ya kwamba utakapofanya hivyo, basi ujue ya kwamba utatoshelezwa katika maneno yako. Mshairi akamalizia akasema ya kwamba inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allah, hakika mwenye kuondoa yale matatizo mabalaa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kisha anakula pia anakuambia wallahi ma laka ghayru Allahi min ahadin, hauna wowote ule miko zaidi ya Allah ambaye anaweza kukusaidia. Fahasbuka Allahu fi kulli laka Allahu, Allah anakutosheleza kwa kila kitu ambacho kitakachokufikia. Usione kama kwa matatizo yenye Mungu anatekelezaka na ingine yenye atekelezaki, hamna, bali Allah hutekeleza matatizo yote, huyafariji. Ndugu Muislamu, ewe ambaye umeumwa muda mrefu, ewe ambaye umekosa cha kukulisha watoto wako, umekosa pengine pa kuwatia, unalala barabarani, ewe ambaye umegubikwa na matatizo ya kidunia, mabalaa, kila kenye unashika kikamati, ukishika hiki kinaharibika leo, kila ukiendea kwa hicho kingine ndo kinaharibika zaidi. Ewe ambaye umepoteza matumaini, rudisha matumaini yako kwa mmoja ambaye kajisifia, anasema fahuwa hasbuhu, yeye ndiye ambaye anatosheleza yote. Na haya si maneno yangu, bali ni yake Allah katika Suratul Talaq. Ni mesaji ambayo katutuma sisi madai tukufikishie wewe Muislamu, ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutekeleza matatizo ya watu wote. Kisha tunamalizia tukisema kwamba Allah anasema wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndo ategemee wale wote wenye kutaka kutegemea. Ni wanani wenye kutaka kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema ya kwamba wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kwa Allah subhanahu wa ta'ala waaminifu wa kweli waelekeze matatizo yao, wasielekeze kwa viumbe, waielekeze kwa Muumba subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanbi idha Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ba'd. Wapenzi wasikilizaji, waheshimiwa Waislamu,
tunakuhusieni bila kuisahau nafsi yetu kwa mara ya pili, tumche na tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu ya kwamba endapo mwanadamu hatakuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi huonekana mbele ya Allah kama vile aliyekuwa uchi, hata kama atakuwa amevaa mavazi ya thamani. Na vazi bora kwa mtu yenye thamani kabisa ni kile kitendo chake cha kumcha na kumtii Mola wake, na hakuna kheri kwa yeyote yule atakayekuwa tayari kumkera na kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fayakfi an taqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'i ar-rashidin minhum Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله الذين ما ذكرناهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من المتوكلين بكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على خير خلقه نور سيدنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعلى وأعز وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا